Kipigo ambacho Young Africans wamekipata kutoka kwa Al Ahly ni sehemu ndogo sana ya mpango na mkakati wa muda mrefu ambao Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said amekuwa nao juu ya kuendelea kutafuta majibu kupitia kile ambacho Al Ahly wanakifanya kwa ubora katika bara la Afrika, kwa kuwasoma na kuwajua kwa undani zaidi. Miaka miwili nyuma, mwezi wa pili 2024, wakati Engineer Hersi Said na watu wake walipoalikwa na klabu ya Al Ahly kama sehemu ya ziara maalum baina ya vilabu viwili kwa maana ya Al Ahly pamoja na Young Africans kwa ajili ya kuzungumza kuhusu maendeleo ya kimpira, ni namna gani ambavyo Young Africans wanaweza kufaidika kutokana na mafanikio makubwa ambayo Ahly wanayo katika soka la Afrika. Engineer Hersi Said explicitly alibainisha kwamba miaka 10 nyuma aliwahi kuja kufanya ziara ya siri katika klabu ya Al Ahly kama sehemu ya kutaka kujua ni namna gani ambavyo Al Ahly walikuwa wanajiendesha tangu kipindi hicho. Ni kama alishaanza kufanya research yake miaka mingi nyuma, pengine kabla hata hajapata kiti cha urais ndani ya klabu hiyo. 2014 kwa mara ya kwanza anakwenda katika headquarter za Al Ahly kwa ajili ya kutaka kwenda kujua ni namna gani ambavyo Ahly wanajiendesha, ni namna gani ambavyo wanaratibu mambo yao tofauti tofauti, miundombinu, klabu yao, wachezaji, kwa nini imefika hatua ile klabu imeitwa klabu ya karne. Miongoni mwa vitu ambavyo ni wazi Engineer Hersi Said alivizingatia bila shaka, na nitaunganisha na hichi ambacho kinaendelea hivi sasa, ni mwalimu ambaye alipita kwa mafanikio makubwa sana katika klabu ya Al Ahly, Manuel Jose, raia wa Ureno. Miongoni mwa mashabiki wengi wa Al Ahly na kiujumla, ukienda ukifuatilia historia ya klabu ya Al Ahly, mwalimu mwenye mafanikio zaidi ni mwalimu anayeitwa Manuel Jose. Amebeba mataji si chini ya 20, ikiwemo mataji 4 ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na kuna kipindi aliwahi kuipeleka Al Ahly takriban siku 511, mechi 55 kwenye mashindano yote bila kupoteza mchezo, mpaka wanakuja kupoteza mchezo kwenye michuano ya vilabu vya dunia, FIFA Club World Cup. Just imagine. Sasa basi, kwa nini nimemzungumzia huyu mtu na ni kitu gani ambacho Young Africans pengine kupitia kwa Engineer Hersi Said ambaye alikuwa ni mwanachama tu kipindi hicho, alikuwa ni shabiki tu, alikuwa ni mhandisi ambaye hakuwa na nafasi ndani ya klabu, pengine hakuwa hata kujua yeye mwenyewe kama atakuja kuwa rais, alikichukua kutoka kwa Al Ahly kipindi hicho. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanana baina yake na mwalimu wa hivi sasa wa Young Africans, Pedro Soares Goncalves. Kwanza, huyu Manuel Jose amecheza kwa mafanikio katika klabu ya Sporting, lakini pia amefundisha katika klabu ya Sporting CP, klabu ambayo Pedro Goncalves, mwalimu wa hivi sasa Young Africans, alikuwa katika sehemu ya academy setup ya klabu hiyo kwa zaidi ya miaka 10. Hilo la kwanza. Wakati anakuja Afrika pia, miongoni mwa maeneo ambayo alibahatika kupita pia ni katika nchi ya Angola, na alikuwa ni kocha wa timu ya taifa ya Angola mwaka 2009 mpaka mwaka 2010, na aliongoza national team ya Angola kwenye michuano ya AFCON ambayo ilichezwa katika ardhi ya nyumbani. Pedro Goncalves pia amefundisha kwa mafanikio makubwa sana katika setup za timu ya taifa ya Angola, kuanzia timu za vijana mpaka timu za wakubwa, na amekuja kutoa mataji 2 ya COSAFA. Unachokuja kugundua hapa ni kwamba miongoni mwa vitu ambavyo Young Africans wanaonekana walivizingatia hasa baada ya kujua kwamba wamekwenda kuwekwa kwenye kundi ambalo lina timu za kaskazini tupu, katika kujaribu kutengeneza ushirikiano wa karibu baina yao na Al Ahly. Miongoni mwa vitu ambavyo Young Africans inaonekana ni wazi walijaribu kutaka kuvijua ni kwa mafanikio kiasi gani Ahly wamefanikiwa kuyapata kutokana na utaratibu wa makocha ambao wamekuwa wakiwaleta. Huyu Manuel Jose, kocha bora zaidi ambaye amewahi kuifundisha klabu ya Al Ahly, ni mwalimu ambaye ana mfanano wa vitu vingi pia kiufundi, ukimwangalia pia na mwalimu wa sasa hivi wa Young Africans, Pedro Goncalves. Na huenda katika namna ambayo pengine baadhi ya watu wengi inawezekana hawalitambui hili, huenda hichi ni kitu ambacho kikawa kimemshawishi rais wa Young Africans kwamba alipokuwa anataka kufanya maamuzi kuhusu nani aje achukue mikoba ya Romain Folz, wakati Young Africans wanajiandaa kuingia kwenye hatua ya makundi, wakiwa wanajua kwamba wanakwenda kukutana na timu za kaskazini peke yake, kutolewa kwa Pedro Goncalves hakuja tu pengine kwa bahati mbaya, kwa sababu 2014 wakati Engineer Hersi anakwenda kufanya hii ziara katika klabu ya Al Ahly kwa maana ya makao yao makuu, mwaka mmoja uliopita ndo Manuel Jose anaondoka katika kikosi cha Al Ahly akiwa ni kocha ambaye amepata mafanikio zaidi katika klabu hiyo. Kwa hiyo ni wazi katika vitu vingi ambavyo pengine Engineer Hersi alikuwa na vinakili kwa wakati huo, alikuwa pia amenakili kwamba
huyu mtu ameondoka kwa ushawishi mkubwa na ameondoka akiwa na mafanikio makubwa sana, na huenda kwenye nyakati hizi ambazo Young Africans wanajikuta wanaangukia kwenye kundi ambalo lina timu za kaskazini peke yake, huenda Pedro Goncalves ambaye njia yake inafanana vitu vingi sana na huyu mwalimu wa Al Ahly, kuanzia kufundisha katika klabu ya Sporting, kufundisha national team ya Angola, hivi ni vitu ambavyo pengine pia vimeshape maamuzi ambayo engineer alikuja kuyafanya, kuja kumteua Pedro Goncalves kama mwalimu kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ukijaribu kutizama sofa kama mrengo ni kuangalia ni kwa kiasi gani hichi kitu kimemlipa, inaonekana mpaka sasa hivi wanasema so far so good. Kama kulikuwa kuna maono ambayo engineer alikuwa anayaona kupitia uteuzi wa Pedro Goncalves kwa kupitia hichi ambacho nimekizungumza, basi so far unaweza ukawa unaona hicho kitu, kwa sababu pia kiufundi Pedro Goncalves anapenda timu yake iwe na press kama ambavyo Manuel Jose anapenda timu yake iwe na press. Wako fluid kwenye kutumia miundo na mbinu tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna mfanano wa vitu vingi sana baina ya hawa walimu wawili. Huenda hichi ni kitu ambacho kilimuinspire engineer kuona kwamba siku tutakapokuja kuwa kwenye mazingira ya kukutana na timu nyingi za kaskazini, basi profile ya mwalimu ambaye anaweza kuwa anafanana na yule ambaye aliwahi kupita Ahli kwa mafanikio makubwa, huenda ndo akawa dawa na ndo akaenda kuwa mtatuzi kwenye kikosi cha Young Africans. Na so far hicho kinaweza kuwa kinadhihirika kwa wakati huu kwamba pengine malengo ya kujaribu kufanya vizuri kwenye hatua ya makundi yanaweza yakawa yanabebwa na mwalimu huyu ambaye kwa kiasi kikubwa sana ana sifa kama ambazo Ahli waliwahi kuwa nazo kwa mwalimu ambaye aliwahi kuwa naye.